Mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 54 kutoka kijiji cha Irenji, eneo bunge la Shinyalu, kaunti ya Kakamega, anadaiwa kupigwa na mke wake hadi kufa kutokana na mzozo wa kinyumbani. Brenda Wawire na kina cha taarifa hiyo. Magnus Lumiti Anyika mwenye umri wa miaka 54 kutoka kijiji cha Irenji anadaiwa kupigwa na mkewe na wanawe wawili kwa kifaa butu kutokana na mzozo wa kinyumbani. Tukio hili likithibitishwa na naibu chifu wa eneo hili Harriet Sore. Family members wana suspect kwamba bibi yake walizozana kidogo, akachapa bibi yake na bibi yake akamgeuka na watoto alafu akamchapa. Hapo ndio aliona ameuawa. Na mimi mwenyewe nimefika, kulingana na maongezi ya watu, huyu mwanamke ameua bwana yake. Kwangu mimi ni kusii tu wanafamilia, mambo ya kuzozana kila wakati ni kuketi na kuelewana. Kulingana na wanafamilia, mapenzi ya wawili hawa yamekuwa shubiri kwa miaka sasa. Mshukiwa mauaji Olivia Sishali mwenye umri wa miaka 48 anadaiwa kumshambulia mumewe aliyekuwa ametoka kwa dadake baada yake kuwasili nyumbani akiwa amechelewa. Nimefika kwa mtoto yangu, kichwa imepasuka, ametoka damu kwa masikio na kwa mdomo nimeusunika. Na huyu mwanamke hawaishi vizuri na amani kwa hii nyumba, na huyu ndugu yangu hata huwa anatoka tu anaenda kwa pombe, akilewa akitoka kula anaanza vita kwa huyu ndugu yangu. Ndugu yangu hana maneno kufuatana na kemira ya Kiluya. Ni mbaya. Yeye aende kwao. Hatutaki akuwe hapa. Mshukiwa mauaji Olivia Sishali mwenye umri wa miaka 48 anadaiwa kumshambulia mumewe aliyekuwa ametoka kwa dadake baada yake kuwasili nyumbani akiwa amechelewa. Na hata ukimwangalia mwanamke mwenyewe, bibi ya mtu, unaona ameweka vitu kwa masikio ya urembo na kuvaa nguo mfupi. Sasa unaona ameua baba yenu na nyinyi ndio wenye boma. Na nimesikia wananchi wakisema kuna watoto wawili walikuwa wanasaidia mama kupika hiyo baba ya. Bila wananchi wanasema. Visa imekuwa kifanyikana ya mama kuuawa na wanaume na tukaanza kuaga bidii. Sasa leo nashangaa imegeuka tena wamama ameanza kuua wanaume. Mwenye amekufa na mkewe huwa na msoso kila wakati. Hata kurudi kwake hapa kuna mtoto wake msichana mkubwa. Ndiye insist ya kwamba mama asiporudi hawezi saidia mzee. Inadaiwa marehemu Magnus Lumiti alipigwa na kifaa butu kichwani na kuvuja damu nyingi. Viongozi watawala wa eneo hili wakijitokeza kashifu kitendo hiki. Mwili wa marehemu ulipelekwa katika makafani ya hospitali ya Kimisheni ya Mkumu unaposubiriwa kufanyiwa upasuaji. Brenda Wawire, West TV, kutoka Irenji, eneo bunge la Shinyalu, kaunti ya Kakamega.